Taarifa kuu ya leo inasema wawili warejesha milioni 67 kufuatia ubadhirifu wa shilingi milioni 169 uliokuwa umefanyika halmashauri ya Manispaa ya Kigamboni. Oktoba 6, 2024, Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Kassim Majaliwa wakati akizungumza na watumishi wa halmashauri ya Manispaa ya Kigamboni katika ziara yake ya kikazi, alielekeza taasisi ya kuzuia na kupambana na rushwa mkoa wa Temeke kwa kushirikiana na Ofisi ya Taifa ya Mashtaka kuwafikisha mahakamani baadhi ya watumishi wa halmashauri hiyo na watumishi wa TAMISEMI kwa tuhuma za wizi wa ubadhirifu wa fedha kiasi cha shilingi milioni 169 maarufu kama fedha za baka. Ninapenda kujulisha umma kuwa maelekezo hayo yametekelezwa. Uchunguzi ulifanyika kwa mujibu wa sheria na Septemba 2, 2025 washtakiwa 12 walifikishwa mahakama ya hakimu mkazi Kisutu mbele ya Mheshimiwa Hashimu Makube kwa makosa ya kuendesha genge la uhalifu, uchepuzi, ubadhirifu na utakatishaji wa fedha, ikiwa pamoja na kuisababishia hasara serikali. Makosa hayo ambayo ni kinyume cha sheria ya uhujumu uchumi namba 200, sheria ya kuzuia na kupambana na rushwa namba 329 na sheria ya utakatishaji fedha namba 423. Waliofikishwa mahakamani kwa makosa hayo ni watumishi kutoka TAMISEMI Dodoma ambao ni Ana Nyabugumba Maugo, yeye alikuwa afisa hesabu mwandamizi; Tumusifu Christopher Kachila, huyu naye alikuwa afisa hesabu mwandamizi daraja la kwanza; na Aida Mponzi ambaye alikuwa afisa hesabu daraja la kwanza. Watumishi kutoka halmashauri ya Manispaa ya Kigamboni walikuwa ni Jonathan Manguli. Wakati tuhuma hii inafanyika, alikuwa afisa hesabu na mkuu wa kitengo cha mifumo wa malipo serikalini ujulikanao kama MUSE. Godfrey James Martin, huyu alikuwa mkuu wa kitengo cha fedha na uhasibu au mweka hazina. Juvenalis Mauna, huyu alikuwa mkuu wa kitengo cha udhibiti taka na usafi wa mazingira. Josephat Mtembei alikuwa mhandisi. Bibiana Mdete alikuwa ni mtunza bohari na Henry Rugai alikuwa ni afisa ugavi. Wafanyabiashara waliounganishwa kwenye shauri hilo walikuwa ni Hamisi Kashinje Manfred ambaye ni mkurugenzi mtendaji wa Konya Investment Company Limited; Paulo Saum Mwakyusa, huyu alikuwa mmiliki wa Mbogoro Investment Company Limited; na Godwin Adamson Cheo, mmiliki wa Macheye Tanzania Investment. Katika hatua nyingine, washtakiwa wawili Juvenalis Babilas Mauna na Hamisi Kashinje Manfred wamekiri makosa kupitia makubaliano yanayoitwa kwa lugha ya Kiingereza kama plea bargain, na watarejesha jumla ya kiasi cha shilingi milioni 67 na kulipa faini ya mahakama shilingi milioni 3.5, ambapo mshtakiwa Juvenalis Mauna atarejesha shilingi milioni 27 na kulipa faini ya shilingi milioni 2, na Hamisi Kashinje Manfred atarejesha milioni 40 na kulipa faini ya shilingi milioni 1.5. Washtakiwa 10 waliobaki shauri lao linaendelea, ambapo kesi imepangwa kuja kusikilizwa hoja za awali tarehe 6 Novemba 2025. Shauri hili linaendeshwa na mawakili wa serikali Timothy Mali na Patrick Mwita kutoka Ofisi ya Taifa ya Mashtaka, lakini pia yuko Nixon. Dataflow inakuletea uhuru wa kukamilisha chochote na intaneti ya uhakika. Kuwa hewani muda wote, popote ulipo, utakuwa na intaneti ya uhakika. Hello?
Ni salama na huunganisha kwa haraka. Ina nguvu hata sehemu zenye msongamano. Pata data mtelezo yenye kasi kwa gharama nafuu. Wasiliana nasi. Tembelea tovuti yetu www.dataflow.co.tz.